Hivi karibuni kutoka katika mtaa wa afya ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita, kulizuka simulizi iliyopambwa na sauti ya kike iliyogusa mioyo ya wengi. Maisha nao yaishi kwa kweli yanasikitisha. Simulizi ya familia moja iliyopitia giza la kutengwa, lakini baadaye ikafanikiwa kuona mwanga wa upendo na maridhiano. Ni hadithi ya ndugu Constantine Bahati Juakali, balozi wa shina namba 36 tawi la Ibozia-Magigo mtaa wa afya, kiongozi aliyewahi kuheshimika na jamii yake, lakini ghafla hali ilibadilika baada ya kuibuka kwa mgogoro uliopelekea familia yake kutengwa na nzengo ya eneo hilo, wakinyimwa nafasi ya ushiriki katika shughuli za kijamii. Hatimaye swala hilo lilimfikia mkuu wa wilaya ya Geita ndugu Hashim Komba. Kwa busara, hekima na dhamira ya kuleta amani, aliamua kuingilia kati. Kama wanamwacha hapo aendelee kuishi ni kwake. Sasa sisi hatuna msaada mwingine isipokuwa tunamkabidhi kwa mwenyekiti wa wilaya. Msiba ukitokea, sifuria la pesa tutalikimbia. Tunaomba ubebe mke wa Constantine. Serikali inaamini mifumo yetu hii ya kimila na ya kijamii, tukiamini kwamba ndiyo msingi mkuu wa kujenga taifa letu, lakini hatutakubali eti ujitengeneze mfumo katika taifa wenye nguvu na maamuzi kuliko taifa lenyewe. Haiwezekani. Kupitia juhudi zake, mazungumzo yalifanyika, mgogoro ulisikilizwa, haki ikaangaliwa na suluhisho likapatikana, na ndipo mabadiliko yakaanza kuonekana. Nina furaha moyoni kurudi kwenye familia yangu na kuona wanangu na mke wangu, kitu ambacho kilikuwa kimekuwa ni hadimu. Namshukuru sana mkuu wa wilaya yetu hii ya Geita, make alifika mpaka eneo la kwetu akasikiliza na akatatua mgogoro huu. Na kufika kwake, hali ya mtaa wa afya sasa hivi ilikuwa ina makundi, lakini wote tumekuwa kitu kimoja, tunashirikiana. Baada ya mgogoro huu kuisha, chama chenyewe kimefika kwenye eneo la kwetu, kwenye shina la kwangu ile ambalo ninaliongoza, kimeitisha mkutano na wananchi wakaitikia wa shina hili, wakina baba na wakina mama, juu ya uongozi uliopo. Wananchi kweli walifunguka, wakahitaji niendelee kuwatumikia pamoja na changamoto ambazo zilitokea, lakini na mimi nilikuwa tayari kuendelea kuwatumikia. Familia yake nayo ikaunganishwa upya na jamii. Mke wake ambaye awali alitengwa sasa anashiriki tena shughuli za kijamii bila hofu wala kikwazo. Kwa majina naitwa Chausiku Lupimo, ni mkazi wa mtaa wa afya. Kwa toka amekuja mkuu wa wilaya kutatua changamoto zetu za mtaa wa afya kwenye eneo la nzengo letu, zilitatulika na zikaisha. Sasa hivi tunaishi kwa furaha. Natoka amerudi mume wangu, tunaishi kwa furaha pia. Pamoja na jamii tunashirikiana nayo. Na wananchi pia nawashukuru. Kwa zamani ilikuwa ni ngumu sana kumuita hata jirani, hata mkikutana barabarani, salamu yenyewe ilikuwa ni ya shida, hata kumwagiza anakataa, lakini sasa hivi majirani zangu wananitembelea kwa wingi na tunashirikiana nao vizuri. Baadhi ya wananchi wanaoishi katika ubalozi huo wameelezea furaha yao, wakisema kurejea kwa balozi huyo ni ishara ya umoja na mshikamano uliorejea tena ndani ya jamii yao. Kwa majina naitwa Musa William hivyo. Nashukuru sana Constantine kurudishwa kwenye ubalozi. Kwa kweli wananchi tunashukuru sana, kulingana na huu mtaa wa afya tulivyokuwa tumeyumba kidogo. Kwa majina naitwa Neema Charles. Kwa kweli Cosmas kwa tumemisi kwa huduma zake tu. Kwa kweli Constantine ana huduma nzuri, anajali kwanza watu wake wa mtaa wake, na huduma ukienda una shida kwa kosi lakini unasaidiwa. Kwa majina naitwa Maria Petro, ni mkazi wa mtaa wa afya hapa eneo la balozi wa Constantine. Kwanza napenda kushukuru chama kwa sababu ya kumrudisha tena balozi wetu mpendwa ambaye ametumikia kwa miaka mingi. Hata sisi wananchi tulikuwa tunamwamini na tunampenda. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Ibozia-Magigo mtaa wa afya anakiri kwa juhudi za mkuu wa wilaya Geita kwa kiasi kikubwa zilihitajika kutatua mgogoro uliokuwepo. Kwa majina naitwa Wilbard Justine Rubinza, mwenyekiti wa chama tawi la Ibozia-Magigo mtaa wa afya. Kiongozi mkuu wa wilaya, mimi kama mwenyekiti wa chama tawi hili ninampongeza kwa kweli. Ni kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye busara zake, na anastahili kuitwa kiongozi. Chama tulikuwa tumeuona, lakini kulikuwa na mambo mengine changamoto ambazo unazifahamu za kibinadamu, ndio ikafikia hatua kwamba mpaka aje yeye mwenyewe. Lakini tunashukuru sisi alitusaidia, pamoja na kuwa kwamba chama tuliona hilo tatizo,
ila yeye alitusaidia zaidi. Leo hii hadithi ya Constantine Jua Kali si ya maumivu tena, bali ni mafanikio ya maridhiano. Ni funzo kwa jamii kwamba migogoro inaweza kumalizika kwa amani ikiwa tutachagua kusikilizana miongoni mwetu. Kutoka hapa Geita ya dhahabu, utajiri na heshima, mimi ni Mwanamisha Fresh Ibrahim Rojala.